Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Na mkate wenyewe ni huu hapa. Yaani neno la Mungu. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Yesu Kristo. Na katika miujiza hii tumekuwa tukipata baraka nyingi na mafunuo mengi mbalimbali. Leo tutazame muujiza mwingine aliyofanya. Injili ya Luka sura ya 5 kuanzia mstari wa 17. Unasema, ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uwezo wa Bwana ulikuwa pamoja apate kuponya. Natazama wakaja watu wanachukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari wakampitisha katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Naye alipoiona imani yao, alimwambia yule mgonjwa, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kukufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Na Yesu alijua hoja zao, akajibu akawaambia, mnahojiana nini mioyoni mwenu? Lililo jepesi ni lipi, kusema umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka uende? Lakini mpate kujua kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Akamwambia yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka, ujitwike kitanda chako, kaende zako nyumbani kwako. Mara hiyo akasimama mbele yao, akajitwika kitanda chake, akaenda zake nyumbani kwake, huku akimtukuza Mungu. Ushangao ukawashika wote, wakamtukuza Mungu, wakajaa hofu, wakisema, leo tumeona mambo ya ajabu. Amen. Pendwa mtazamaji wa kipindi hiki cha mkate wa leo, bila shaka tuko pamoja. Nami nakuomba tuendelee kuwa pamoja. Hapa tunakutana na muujiza mwingine aliyofanya Yesu. Ilikuwa Yesu anafundisha ndani. Ikiwa mle ndani, kundi la watu limemzunguka. Wakaja watu wamemchukua mgonjwa wao aliyepooza, yaani mwenye kiharusi. Wakamleta. Walipofika, kwa sababu ya umati wa watu, wakashindwa kumfikisha kwa Yesu. Kwa hiyo wakapanda juu, wakabomoa, wakampitisha kule juu, akashuka mpaka kwa Yesu. Alipofika kwa Yesu, basi Biblia inasema alipoiona imani yao, wale waliomleta yule mgonjwa, alipoiona imani yao, basi akamponya mgonjwa wao. Akamwambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Anamwambia yule mgonjwa, rafiki yangu, umesamehewa dhambi zako. Maana yake anamwambia, wewe kwa ugonjwa huu ulisababishwa na dhambi, kwa hiyo dhambi zako zimesamehewa na ugonjwa wako umeondolewa. Sasa wale waliokuwepo pale wakaanza kuhojiana, huyu ni mtu ana namna gani, anawezaje kusema wamesamehewa dhambi wakati kazi ya kusamehe dhambi ni ya Mungu peke yake? Kwa hiyo wakamtilia shaka Yesu. Lakini Yesu akawaambia, ninyi hamjui mnachoongea. Jepesi kwenu ni lipi, ni kusema umesamehewa dhambi au kumwambia huyu mgonjwa aondoke? Lakini mjue hakika ya kwamba mimi ninayo mamlaka ya kusamehe dhambi vile vile. Ndipo akamwambia yule mtu aliyepooza, ondoka, nenda zako nyumbani. Yule mtu akasimama, akajitwika kitanda chake au godoro lake, akaenda zake nyumbani, huku anamtukuza Mungu. Biblia inasema wakashangaa, wakashikwa wote na mshangao, wakamtukuza Mungu. Wakasema, leo tumeona mambo ya ajabu sana. Pendwa mtazamaji wangu, kwa muujiza huu, kitu muhimu hapa ni imani. Imani iliyoangaliwa ni wale waliompeleka kwa Yesu. Nami nakwambia, ukiwa na mgonjwa wako nyumbani, mlete kwa Yesu.
Yesu hataangalia imani ya mgonjwa, ataangalia imani ya wewe unayempelekea. Kwa hiyo huyu mgonjwa aliponywa kwa imani ya wale waliompeleka. Yesu alipoangalia jinsi walivyomthamini, akamponya mgonjwa wao. Je, una jambo gani linakusumbua? Peleka kwa Yesu. Pelekee Yesu. Amini Yesu anaweza. Kama hawa nao walivyokuwa na imani kwamba tukimfikisha mgonjwa wetu kwa Yesu anapona. Vivyo na wewe, chochote ambacho kinakusumbua peleka kwa Yesu. Yesu ana mamlaka ya kusamehe na kuponya kabisa kabisa. Mungu wa mbinguni akusaidie. Bila shaka unapenda hii, nami napenda hii pia, ya kwamba nikifika kwa Yesu mambo yangu yanatatuliwa. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Tukutane tena wakati mwingine, na Mungu awe upande wako, ashughulike na maisha yako. Amen.